bwana, tutasii kitu kimoja tu, hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment kuwa mwanafamilia Gamba TV. Na leo nimeamua nije kuzungumza na Lakay kwa kile ambacho kimeendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tamthilia ya Boss Mchawi season 2. Watu wamekuwa wakijiuliza iko wapi, inapatikana wapi, kwenye application inapata vipi, na ni kipi kimemfanya kuipeleka kwenye application, kwa sababu season 1 ilipatikana YouTube na lakini kuna vitu vingi vinasemekana kwenye tamthilia kwa kuna AI imetumika sana. Mimi leo tutavipata vyote kutoka kwa Lakay ambaye yeye ndo mwandishi wa Boss Mchawi season 2. Bwana vipi? Safi kabisa. Uko poa? Yeah, poa. Kwanza nakupongeze, kazi nzuri. Asante sana. Lakini wachache tu wamebahatika kuiona. Kwa nini tuanzie hapa? Ni kwa nini umeamua kuipeleka kwenye application tofauti na watu walivyokuwa wanatarajia? Nasema kila kazi inakuwa na malengo. Yeah, na sisi wasanii tunapokuwa tunakuwa, kuna wakati tunahitaji kubadilika au kutoka level moja kwenda level nyingine. Kwa hiyo sisi kwa sababu tuliona kwamba hii kazi ni kubwa cha kwanza. Alafu tunatamani tuifanye kimataifa zaidi. Sasa tunawezaje kuifanya kimataifa zaidi? YouTube peke yake haitoshi kutupa budget ya kutosha kuweza kuifanya kama ambavyo tunatarajia au tunatamani kuwa. Kwa sababu tunatamani kukua, tunatamani tuwashirikishe wasanii wakubwa kutoka mataifa ya wenzetu kama Nigeria, USA. Sasa hatuwezi kufanya hivyo kama tukiwa tunategemea tuposti kazi YouTube, tusubiri pesa ambazo tunazipata YouTube. Kwa ndio maana tukasema sasa hivi wacha tutengeneze mfumo ambao utatuwezesha sisi kuweza kupata support ya moja kwa moja kutoka kwa mashabiki zetu. Yeah. Kwa ndio maana tukasema basi wacha tuiweke kwenye platform ambayo inaitwa PMTV Extra. Lengo na madhumuni ni kupata support kutoka kwa mashabiki zetu, lakini pia ni kujikuza na kuifanya iwe kubwa zaidi. Yeah, kulinganisha na episode na series zingine ambazo tunazifanya. Yeah. Ni kwa nini season 2 ya Boss Mchawi sasa hivi imekuja inaaminisha kuwa kuna njia za Freemason tofauti na season 1 ambazo tulivyoiona tunatumia nguo, alama, kila kitu za Freemason? Ni kwa nini ulikuja na uandishi kama huo? Mimi nafikiria hata episode ya kwanza ilikuwa hivyo na ni season 1 ilikuwa hivyo. Isipokuwa sasa hivi tumeamua kuongeza matukio. Unajua kwa mfano kwenye hii story tumezungumzia kitu kimoja kinaitwa kutengeneza au kutoa kopi za watu. Kama ni mtu ambaye unafuatilia masuala ya kiimani, masuala ya kiroho, na kama unasoma Bible na Quran, utaweza kuona kuna baadhi ya vitu ambavyo vinazungumziwa. Kuna mtu mmoja, na sio mtu, tuseme ni moja ya shetani. Shetani ana mpango wa kuja kuwadanganya watu. Na uongo atakaotumia ni kumfufua ndugu yako au mtu wako wa karibu, ili wewe umwamini kuwa yeye ndio kila kitu katika maisha ambayo tunaishi. Yaani lengo la shetani ni kuondoa uwepo wa Mungu. Na ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo sasa tunajaribu kuonyesha vile vitu ambavyo shetani anavifanya, zile njia anazozitumia, alama na kila kitu. Kwa sababu vyote vimeandikwa kwenye Biblia. Tunafahamu watu wengi si rahisi, wengine ni wavivu kusoma Biblia. Kwa kupitia filamu tunazozifanya, tunakwenda kuwafungua watu. Ili siku ikija kutokea mtu anaambiwa bana fanya kitu hiki, tayari mtu anakuwa anajua sasa huu ni mtego wa shetani. Yeah. Kuna watu, hii sio ya kwanza kuweka tamthilia kwenye hapo. Alishatokea Basma, alijaribu lakini akashindwa, akaamua kurudisha kwenye YouTube. Watu wamekuwa waki comment vibaya kwenye page yako, wakidai kuwa ni tamaa, umeleta tamaa ya kuwa YouTube umeona pesa unayoipata ni ndogo, umeenda kuchukua pesa nyingi kwenye hapo. Na wengi wanasema hatutotazama. Unahisi hizi comment kama zinakuwa zinakukata sana kwenye kazi unayokuenda kuiposti kwenye hapo? Mimi kwanza niseme kwamba kwa upande wangu sijui kama kuna mtu alishaye kufanya akafeli, na mimi sina imani kama alishaye. Yeah, sina imani hiyo. Mimi binafsi naweza nikasema tu kwamba ni mazoea. Unajua sisi hasa wa Tanzania ni watu ambao
tumezoea mifumo ya bure. Kwa mtu ukiona tu kakwambia kwamba ulipie kiasi fulani, basi anakuja juu, anaona ni haki kutazama bure. Hajui kwamba huyu mtu au hawa watu na wao wana maisha, wanatakiwa wapate maendeleo. Sio tu maendeleo kwamba kwa maana kwamba wapate labda pesa za kujenga au kufanyaje, maendeleo katika sanaa. Sanaa haikuzwi kwa maneno, inakuzwa kwa vitendo. Na sanaa haiwezi kukua kama haina budget nzuri. Yaani huwezi kuona mabadiliko kwenye sanaa kama hakuna investment ya kutosha. Na mimi siwezi kusema kwamba watu wamekataa. Watu hawajakataa. Ila tu watu hawajazoea mfumo. Yeah. Lakini pia tukiangalia watu wengi wanao comment, wengine wanatukana, wanasema hatuwezi kulipia na nini. Wengi ni wale ambao watu hawajapewa elimu, yani hawajaelimishwa kwamba hiki kitu kina 1 2 3. Mimi na imani kabisa kwa shabiki ambaye anampenda RK, hawezi kukosa shilingi 1000 kwa kumtazama RK. Kwa shabiki yoyote ambaye anamkubali msanii yoyote duniani. Tunaona watu, kuna mtu anaenda kwenye show analipa shilingi 30,000. Sasa mtu akosa shilingi 1000 kwenda kuangalia kazi ya huyo msanii anampenda. Kwa hiyo ni vile tu ambavyo watu hawajataka kuamua au hawajaelimishwa kwamba jamani, hii tunaifanya kwa namna hii kwa sababu tuna malengo haya. Yeah. Mimi nawashukuru sana wenzetu wa Kenya. Wa Kenya ni watu ambao wanasupport sana kiukweli. Yaani nawapa maua yao kwa sababu wa Kenya ni watu ambao hawa question. Ukiangalia comments nyingi za watu ambao wanakosoa ni wazawa, ni Watanzania wenzetu. Lakini siwezi kusema kwamba labda na wadharau wa Tanzania, hapana. Kuna Watanzania na support sana. Yaani kuna Watanzania wako tayari kwa chochote ili mradi tu wamuone RK amepata numbers. Wamuone RK anafanya kazi nzuri. Wako tayari kwa lolote na wana support. Kwa hiyo nawashukuru sana Watanzania ambao wana support, lakini pia nawashukuru sana wa Kenya kwa sababu wana moyo wa upendo sana. Yaani hawajudge, wana support direct. Lakini pia nawaomba watu wote wa Tanzania, Kongo pia ni watu ambao wana support sana. Watu kutoka USA, Marekani. Isipokuwa tu kuna changamoto kidogo, wanashindwa kufanya malipo. Ndio maana unaona wanalalamika sana. Wanalalamika kwa sababu wanashindwa kufanya malipo kwa watu wa nje. Lakini pia tulitoa maelekezo ya namna ambavyo watu wa nje wanaweza wakalipia bila changamoto yoyote. Japo pia bado wengine wanapata changamoto. Bado tunalifanyia kazi. Kwa sababu hakuna kitu ambacho hakina changamoto. Kila kitu tunachokifanya ambacho ni kizuri, ambacho kina matokeo makubwa, lazima kiwe na changamoto. Kwa hiyo tunazidi kupambana na hizo changamoto kuhakikisha kwamba watu wote duniani kote wanaitazama Bosi Mchawi bila shida yoyote. Kuna comment nilikuta, jamaa mmoja akasema mimi ngoja nisubirie zikipostiwa episode kama 10 ndio nitalipia ili niziangalie zote kwa pamoja, kwa sababu naamini RK ni mzito sana kuposti kwa wakati. Tuweke sawa. Hii inapostiwa mara ngapi? Mtu akilipa 1000 ni episode ngapi atazitazama? Okay, tumeweka utaratibu wa kwamba kila wiki mtu atatazama episode 2. Lakini kadri watu watakavyozidi kuongezeka, na sisi tutaongeza speed ya kupost kazi. Kwa sababu kama nilivyozungumza mwanzo kwamba tunafanya kwa target. Na hii ni biashara sasa. Sanaa ni biashara. Kwa sababu ni biashara lazima pia tuangalie target yetu inakuwaje. Kwa hiyo jinsi watu watakavyozidi kuongezeka ndivyo ambavyo na sisi tutazidi kuongeza speed ya kupost kazi nyingi. Kwa hiyo watu ile kusema zana ya RK anakuwa kila bwana day kupost kazi haitokuwepo. Yaani kwa sababu sasa tumejipanga kuhakikisha kwamba episode tunazoziplan kuzipost tunazipost bila shaka yoyote. Na hilo lipo katika uwezo wetu mpaka sasa hivi. Sasa nimeshashoot karibia episode 20 nadhani. Kwa hiyo zipo kwenye editing, kwa hiyo zikishakamilika maana yake zitakuwa hazina shida yoyote ya kupostiwa kwa wakati. Lakini wakati huo tena bado kuna episode zingine tunazishoot. Yaani tunaendelea kuzishoot. Tunataka ifike wakati watu wasipate shida yoyote, wasipate malalamiko, wasilalamike,
na kazi zetu tutazipost kwa wakati kabisa. Yeah. Kilichonishtua kwenye tamthilia ya Bosi Mchawi season 2 ni kumuona mzee wetu marehemu Hashim Kambi. Watu wakajiuliza kumbe ulishuti kabla hajaondoka duniani akiwa hai. Yeah, kiukweli Bosi Mchawi tumeanza kuishuti mwaka jana. Yeah, ilikuwa ni mwezi wa 8 ndipo tulianza kushuti Bosi Mchawi. Na mzee wetu marehemu alikuwepo, na ni kwa sababu alishiriki kwenye episode ya kwenye season 1, kwa season 2 pia alikuwepo na alikuwa na uhusika mkubwa tu. Japo kazi ya Mungu haina makosa. Yeah, namuombea tu Mwenyezi Mungu ampokee mahali pema peponi, apumzike kwa amani, lakini alicheza toka mwaka jana. Ila kwa episode za mbele hataonekana kwa sababu tayari hayupo. Yeah. Ni kipi ambacho utakikumbuka kwa Hashim Kambi, kwa sababu ni legend, alikuwa ni mkubwa sana kwenye industry, na pia wewe ni mtu ambaye umejifunza na mimi kutoka huko ukiwa mdogo kwa mtazamo. Ni kipi ambacho wewe utajifunza, kwa utakikumbuka na utakifanya kazi, kwa sababu leo hayupo? Pia ni mtu, tukisema ni watu wa mwisho kufanya naye kazi, unaweza kama miongoni kwa ukaa miongoni mwao. Ni kweli. Kitu pekee ambacho nimejifunza sana kutoka kwa yule mzee, kwanza nimeanza kumtazama nikiwa darasa la kwanza, na mimi darasa la 5 la 6. Nimeanza kumtazama, nilikuwa namuona kwenye TV. Lakini baada ya kukutana naye, kufanya naye kazi, nilikuwa sina matumaini kwamba labda kuna siku nitakutana naye. Lakini Mungu ni mkubwa bwana. Niliweza kukutana naye, na kitu pekee nilichojifunza kutoka kwa mzee wetu Hashim Kambi ni nidhamu, heshima. Yule mzee alikuwa ananiheshimu mimi kana kwamba mimi ndo mkubwa kuliko yeye. Hicho kitu kiukweli kilinifanya nikajiuliza vitu vingi sana. Na mpaka yeye mwenyewe tulikuwa tunazungumza, ananiambia, kijana wangu, nyie ndio vijana ambao sasa hivi mnakuja. Kitu pekee kitakachowafanya mfanikiwe ni kuwa na ushirikiano, kupendana na kuheshimiana. Lakini pia kuwa serious na kile unachokifanya. Hiyo ndio kitu pekee ambacho nitabaki nacho milele. Na ni kitu pekee ambacho pia nilikuwa nakiwaza toka nilipokuwa huko, kwamba kuheshimiana au kumheshimu mtu ni kitu ambacho hakihitaji gharama yoyote, lakini ile heshima inaleta thamani kubwa sana ukimheshimu mtu. Kwa mimi nawaheshimu sana watu, na nitabaki katika huo upendo, na nitabaki kuwaheshimu watu kama ambavyo marehemu mzee wetu alivyokuwa anatusisitiza na alivyokuwa anaishi maisha yake kwa namna ya kuwaheshimu watu.